Amani na upendo iwe pamoja nanyi ndugu zangu wapendwa. Leo nazungumzia mambo yenye kuweza kuleta faida kubwa sana, hasa kwa wale ndugu zangu wanaonisikiliza kutoka sehemu yote duniani, sehemu yote ile. Maana ukisema uweze kuzungumzia maeneo kwa kuyataja ni maeneo mengi sana, lakini tutakuwa pamoja katika mafundisho mazuri, hasa kwa wale ndugu zangu wanaopenda kufahamu hasa zaidi kuhusiana na elimu ya siri ama ulimwengu wa majini. Na leo mko nami basi Maalim Abdul Karim Al-Kadhalika anawaleteeni somo namna ya kuweza kumfahamu kiumbe huyu wa kijini maarufu sana, watu wanamuita jini Subiani. Lakini leo mimi nitamzungumzia Subiani Mohamed Subiani Mohamed Alifu binti Sultan. Huyu ndio naweza mimi kumzungumzia. Huyu Subiani anapatikana vipi basi? Na Subiani huyu anatoka katika ukoo gani? Kwa sababu Subiani ni jina tu, isipokuwa ni miongoni mwa majini. Kama ambavyo sisi tulivyo binadamu, kuna watu wengine wanaitwa wakina Arfani, wakina nani, lakini binadamu. Sasa ndio Al-Kadhalika tunapomzungumzia Subiani, manake ni jamii ya majini, hayo ni majina. Na yeye Subiani hasa zaidi chimbuko lake linatoka wapi hasa? Basi wameshauzungumzia ukoo wa Banuhu katika utaratibu mkubwa sana. Sasa koo ya Subiani inapatikana katikati ya ukoo wa Banuhu, ndio inapatikana tawala ya huyu jini Subiani, na ndio maana anashabiana sana. Yeye kachukua sifa za kina Maimuna na majini wengine, kwa hiyo yuko kati kwa kati. Ni kiumbe ambaye ni mzuri sana, na kama utafuatilia vizuri ni kiumbe ambaye ana uwezo wa kufanya kazi nzuri na mbaya zote kwa pamoja, ana uwezo wa kuzifanya. Ni kiumbe mzuri kwa maana unaweza ukamtumia kwa manufaa na Al-Kadhalika ukamtumia katika mambo mengine. Ndio maana inashaurika zaidi kuweza kufahamu faida na hasara, na ukaweza kujua wewe sasa kipi kinakupelekea kumtafuta Subiani akaweza kusaidia katika mambo kadha wa kadha. Ima unapitia katika misukosuko ya kiuchumi, ama unapitia katika mazingira ya kisasi. Tunashauri kisasi, lakini kisasi si jambo zuri sana, hasa kumfanyia kisasi binadamu mwenzako bila kujiridhisha namna gani mambo hayo yamekwenda, lakini wewe unachukua hatua ya kuweza kumlipisha kisasi mwenzako kwa kutumia jini. Ni jambo zuri na ni jambo ambalo linawezekana kwa namna moja ama nyingine kuweza kulipiza kisasi kwa kutumia majini. Lakini leo tuweze kuzungumzia huyu Subiani, namna gani ambavyo unaweza ukamtumia Subiani akaweza kukupatia vitu vizuri. Tunaongelea kwamba sasa hivi kuna uzuri wa kuweza kujua teknoloji kwa kiwango cha juu, kuna uwezo wa kubuni ubunifu wa vitu vya aina mbalimbali katika dunia. Tunaona wenzetu wanatuzidi sana kwa teknolojia. Ni watu ambao wanatumia muda mwingi sana kuweza kujua siri nyingi sana katika ulimwengu, kujua tawala ya viumbe ambavyo havionekani, na wakapata maarifa. Sio mbaya endapo wewe ukaweza kushirikiana na rafiki mzuri wa upande wa kijini, ama ukashirikiana na rafiki mzuri wa upande wa kibinadamu, na mkabadilishana mawazo yaliokuwa mazuri yenye kujenga. Kama tunavyoona sasa leo, watu wanajenga mahorofa yanaenda juu zaidi, watu wanabuni kila aina ya starehe kwenye maji, watu wanapata kufurahia. Vyote Mwenyezi Mungu aliviumba ili sisi tupate kuvitumia. Na ndio maana wakati mwingine inakuwa kwamba tunaelekeza watu kuweza kuwajua majini, ukajua faida za majini. Kwa mfano, unaweza ukawa na rafiki wa kijini akakusaidia katika mambo ya aina mbalimbali. Anaweza kukuepusha pia, akakutoa katika ajali ambayo pengine wewe ukadiriwa kuweza kuwa miongoni ya ajali hiyo. Lakini yote
Hivi vitu vyote Mwenyezi Mungu ndo kaviweka na kwa sababu mahususi. Basi ndugu zangu, subiani huyu anapatikana na uwezekano mkubwa sana wa kuweza kumpata subiani akaweza kukusaidia kama unataka kuweza kumuita mpenzi, wewe unahitaji msaada wa kuweza kupata mali. Tunapozungumzia mali pia ni wigo mpana sana. Kuna watu wanafikiri mali ni fedha tu. Hapana. Tunapozungumzia mali, hasa mali zinazotokana na majini, tunaongelea madini yaliyo chini ya ardhi na vitu vingine ambavyo viko ndani ya bahari. Ndio vitu ambavyo vinahusiana na mali za majini. Pale sasa unapopata dhahabu ukaletewa na jini, basi wewe akapatikana mtu ikafanyika biashara, ndio unapata sasa pesa ya kuweza kufanya mambo mengine, ndio hasa mali za majini. Wengine wanafikiri mali ya majini ni kujaza mapesa. Hapana. Unakuwa na uwezo wa kuwa na urafiki na jini, mkaelewana vizuri, akakuletea almasi, akakuletea dhahabu, akakuletea lulu, na madini mengine kama hayo yenye thamani kubwa. Sasa yale madini sasa wewe ndio unachukua madini hayo, unayaingiza katika mfumo wa kibiashara, unapata pesa, unaendelea na mambo mengine mazuri zaidi. Na viumbe hawa hawapo katika hali ya kumdhuru mwanadamu. Hapana, wapo kwa lengo la kumsaidia mwanadamu, kutokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe toka mwanzo alizungumza na kamuumba mwanadamu mwenyewe. Mwanadamu awe ni mmiliki wa vitu vyote na aweze kuvitumia vitu vyote katika namna sahihi kabisa, katika namna ya kumletea manufaa, asiwe binadamu akawa ni kiumbe wa kuhangaika, akawa ni kiumbe wa kudhalilika. Leo hii imefikia pahali sisi tunakuwa watu wa kuombaomba misaada. Sasa mambo kama hayo, wakati tumepewa maarifa mengi na ikiwemo majini. Maarifa yenyewe Mwenyezi Mungu kaweka ikiwemo ni majini. Kama ikiwa mwanajini anaweza kukusomesha, akakufundisha, ukaweza kuelewa kwa wepesi, si faida kubwa? Kama mwanajini akaweza kukuelekeza mali ambazo zimefichwa chini ya ardhi, ukaweza kuzipata, ni faida kubwa. Kama mwanajini akakupa elimu ya kuweza kuandika vitabu, ni manufaa makubwa sana. Kama mwanadini akaweza kukupa maarifa ya kuvumbua sehemu fulani kuna mafuta hayajachimbwa bado, ni mambo mazuri. Kwa hiyo hawa majini tunaelekeza watu waweze kuwatumia kwa manufaa. Na kuna jambo ambalo wengi sana walijui kwa kuhusiana na jini subiani. Jini subiani tunasema anahusikana na kazi mbili, kwa maana ya kupiga na kuweza kusimamisha. Yaani yeye ni mtengenezaji na yeye pia anaweza kubomoa vile vile kwa mtu ambaye kama hawatakuwa wameafikiana katika mambo ya makubaliano ama mambo ya mikataba. Tunafahamu sehemu yoyote lazima iwe na utaratibu wake. Sasa subiani ana utaratibu mzuri sana kwa yule mtu ambaye ataweza kumtafuta. Mtafute subiani ukiwa umeshaandaa mazingira mazuri, una chumba chenye utulivu vizuri, ukapata pete ya dhahabu yenye jiwe jekundu ama pete ya fedha yenye jiwe jekundu, itaweza kusaidia sana. Na pengine ukaweza kupata kanzu, ukapata kanzu ama vazi la aina yote ambalo ni la rangi nyekundu. Na unaweza katika chumba hicho basi ukatafuta kitambaa cha kuweza kuenea rangi nyekundu katika chumba hicho, alafu ukaweza kutafuta fusho la jini subiani. Na hivi vitu vinapatikana kwa wepesi. Ukapita kwenye maduka ya kisuna ukaulizia kwamba nahitaji fusho la subiani, ukaweza kupewa kwa ajili ya kujisafisha, kwa ajili ya kumwalika kiumbe huyu akaweza kukusaidia. Na ni mwepesi sana kusikia kwa wale watu wanaomwita, ni mwepesi sana kuja kusikiliza wito wa yule anayemwita, ni nini anataka kuzungumza, shida yake ni nini, na yeye akaelewa kwa haraka akaweza kumsaidia. Kuna baadhi ya matabibu wao wanamtumia subiani kwenye kulipiza visasi. Kuna watu wamezulumiwa mali. Tunafahamu maana ya dhuluma, kwamba dhuluma ni jambo ambalo linakataliwa sana kwa kiwango cha juu sana. Sasa kupitia maarifa ya jini subiani, kuna watu wanamtumia subiani kurudisha vile vitu ambavyo vimeweza kuchukuliwa kwa dhuluma,
ama kuna mtu una jambo lako nyumbani kwako, una mali ya thamani nyumbani kwako, ima dhahabu ama pesa, ikatokea kwamba imepotea katika mazingira ya kutatanisha, basi unaweza kumtafuta subiani akaweza kukusaidia kuweza kupata mali hiyo, ukaweza kukaa katika mlolongo mzuri. Kwa hiyo subiani ni kiumbe mwenye faida kubwa. Sasa ni muda gani mzuri sasa ukaweza ukamtafuta subiani na ukaweza kumpata kwa urahisi zaidi? Subiani kwanza anapatikana katika masiku 3 kwa juma. Unaweza ukamtafuta subiani kama wewe unahitaji kumtubia subiani kwa lengo la kulipiza visasi, basi ni vema ukamtafuta subiani siku ya Jumanne. Ama wewe unahitajia mambo mazuri, kuweza kupata maarifa na mambo mengine ya mali, ukamtafuta kuanzia siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi mpaka siku ya Ijumaa, basi unaweza ukampata subiani kwa kutumia fusho maalumu. Uwe na pete maalumu ambayo nimeelekeza, ni pete ya fedha ambayo itakuwa na jiwe jekundu, ama ni pete ya dhahabu yenye jiwe jekundu. Alkadhalika upatikane usafi baina ya mtu huyo, upatikane uhimara baina ya mtu huyo ambaye anaelekea kumtafuta subiani. Subiani mara nyingi ni kiumbe machachari sana, na ni kiumbe ambaye upenda kumlizisha yule mtu ambaye anataka kumiliki. Yaani muda wote subiani ni mtu wa kulizisha tu. Ukitaka jambo la kutaka wewe unalizika kila muda, basi wewe kuwa na jini subiani. Unapomhitajia subiani kukuuliza mara kwa mara kwamba umelizika kile unataka, iwe ima ni pesa ama ni madini, ama unahitaji maarifa, ama unataka kupata nguvu zaidi ya kuweza kuwatawala watu wengine, basi subiani kama utamtafuta katika masiku yao nilioelekeza, na vizuri zaidi ukapata utulivu walau kuanzia saa 6 usiku, saa 7, saa 8 mpaka saa 9, basi kama utakuwa kinga yako ya mwili imeimarika vizuri, nyota yako iko salama zaidi, iko safi, iko juu, basi hayawezi kupita masaa hayo, basi atakuwa amekufikia katika umbile zuri lenye kukuvutia. Na mara nyingi ikiwa wewe ni mwanaume, nieleweke vizuri, ikiwa wewe ni mwanaume kokote kule uliko duniani unamhitajia subiani, basi utegemee kwamba atakayekufikia ni subiani wa jinsia ya kike. Na kama wewe ni mwanamke kokote kule uliko duniani na unahitajia msaada kutoka kwa jini subiani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi tegemea kwamba atakufikia subiani mwenye jinsia ya kiume. Na hawa wanatoa salamu dhahiri kabisa, wanatoa salamu na watakutaja jina lako. Wewe unayemwita ni nani, basi atakueleza jina lako, na atakuuliza kwa upole na usikivu zaidi lengo ambalo umemwitia ni lengo gani. Basi ataweza kukusikiliza na akatekeleza kwa namna vile ambavyo unataka, na pale anapotekeleza mara moja, basi ndipo anakuuliza kwamba je, umelizika? Naam, basi mnaendelea mlolongo kwa namna hiyo. Lakini sasa subiani huyu ni lazima uwe na bakora maalumu, na bakora hiyo ni lazima uweze kuivalisha kitambaa cha hariri chekundu. Sasa ni fimbo ya mti gani huo? Kwa wale ndugu zangu wataalamu wa miti, basi wataweza kunimaki vizuri na kuweza kunielewa. Hima ukaweza kutafuta mti wa mkuyu, ama ukaweza kutafuta mti wa mvinje, ama wengine wanaita mvinje bahari, ama ukatafuta mti wa enzirani, ama ukatafuta kuna miti fulani inapenda kuota katikati ya maji, ama ukatafuta mti wa mkoko, ukatengeneza bakora yako vizuri, ikawa ni katika hayo masiku ambayo wewe unahitajia kumtafuta subiani, ambao kama lengo lako ni zuri, ukaanza kumtafuta siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, basi utaweza kumpata akakusaidia. Ikiwa wewe malengo yako ni ya kudhulumu watu, kuzuru, kufanya mambo mengine mabaya kama hayo, kulipiza visasi na nini, unaweza kumtafuta subiani siku ya Jumanne, na yupo tayari kwa kazi yoyote. Anafanya kazi nzuri na anafanya kazi mbaya. Lakini huwa nashauri watu tuweze kutumia vitu katika manufaa. Usichukue jambo ukaweza kutumia kwa lengo la kumzuru mtu mwingine.
tuwe tuna utulivu wa kuweza kupata maarifa zaidi, kuweza kuelewa zaidi, tujielewe sisi zaidi, na nguvu ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia ndani yetu tuweze kuzitumia kwa ajili ya kuleta maendeleo katika jamii zetu, kuleta mabadiliko katika jamii zetu, kuleta vitu vipya na watu wakaweza kunufaika kwa kizazi tunacho na kinachokuja, ndio linakuwa jambo zuri zaidi la kuweza kunufaisha jamii kwa ujumla. Kwa hivyo wengi wanachukulia majini katika taswira tofauti, lakini majini ni viumbe kama sisi binadamu ambao tuko nao katika dunia hii na tunashirikiana katika mambo mengi sana. Unaweza kawa wewe wakati mwingine unapata misukusuku, pengine umelala, unaota unagombana na mtu na nini, ukae ukielewa kwamba uko karibu na Subiani, na Subiani ndio anafanya kazi hiyo ya kupambana na hao madui zako wanaotaka kukuzuru. Kwa ni kiumbe ambaye yuko karibu sana zaidi kwa ajili ya kurudisha mapigo. Kwa hivyo wewe unaweza ukawa unaona kwamba unalala usiku, lakini unaona kama unagombana usiku, ukae ukijua basi pembeni yako yuko Subiani, tena ni Subiani wa kike. Kama wewe ni mwanaume, anapambana ili kuhakikisha kwamba unabaki salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo pia ni faida kubwa sana, na tusipende kudumaza mawazo yetu kwa kuyaona yale ambayo watu wanayawasilisha ni mabaya. Ala, inatakiwa uweze kusoma vizuri elimu za majini, ukaweza kuwajua majini, basi utaelewa kwamba namna unavyoelekezwa basi inakuwa ni namna nzuri. Subiani katika mambo mazuri anayafanya mazuri mengi kabisa. Basi kwa leo nilipenda zaidi kuweza kuwapa faida kutokana na kiumbe huyu. Ni kiumbe mzuri, hana mashaka yoyote kabisa, utaweza kumtumia kwa njia hizo. Na kama unaona kuna sehemu inakuwa inakupa mashaka, basi usisite kunipigia. Mimi ni wako Maalim Abdul Karimu, na unaweza kunipata kwa namba za simu kama hizi ninazo kutajia. Unaweza ukapiga kwa 0615 33 94 35 ukaniuliza kwa changamoto zozote zinazohusiana na majini, nikaweza kukusaidia kimawazo ama nikaweza kukusaidia kivitendo, kwa sababu mawazo yetu yanatofautiana na shida tulizonazo ni nyingi. Usisite kokote kule, kama uko ndani ya nchi ama uko nje ya nchi, bila mashaka sisi tunapatikana muda wote, tuko tayari kwa lengo la kuweza kuwasaidia watu bila mashaka ya aina yoyote. Na washukuru sana. Amani na upendo iwe juu yenu, na msiache zaidi kusubscribe hiyo channel mpya ili kuweza kuona kwamba namna gani vipindi vyangu vinavyokuja muweze kupata zaidi kuhusiana na habari za majini. Najua wengi tunahitaji zaidi kuweza kuelewa majini na namna kuweza kuwatumia, namna kuweza kuwasiliana nao, namna ya kuweza kupata faida baina yao, maana kuna mengi majini wanayajua ambao mambo hayo sisi binadamu hatuyafahamu. La, kama tutashirikiana pamoja katika namna nzuri, basi tutaweza kujua vitu vingi vya kufanya sisi tukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na washukuru sana, na muwe na siku njema, tuko pamoja.